Eneo letu la hifadhi ya Isawima sasa ni hifadhi kamili kwa mujibu wa tangazo la serikali namba 442 la tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2020. Wakati sisi tunaingia madarakani mwaka 2018, tumekuta wenzetu wamepiga hatua 9 na zikawa zimebaki hatua 3, ambazo hatua namba 1 ilikuwa ni kufanya EIA kwa maana Environmental Impact Assessment, lakini nyingine kupata ile authorized association na kupata ile tangazo la serikali kwa maana ya GA. Kwa sasa jumuiya ya Isawima tumeweza kukamilisha hizo hatua. Lakini ili uweze kuwa na mamlaka kamili ya kuweza kupata hilo eneo ambao tuliyapata tarehe 31, kuna kitu tulikuwa tunatakiwa kupata kinaitwa user rights, kwa maana ya haki ya kutumia rasilimali zilizopo. Kwa hiyo 31 tulipokuja kushangilia hapa tukafanya sheria ya kupata GA, kulikuwa bado hatuna mamlaka ya kutumia nyasi, miti, wanyamapori, samaki na kila kilichomo mle ndani. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tumesimama hapa mbele ya mkutano huu, tunatoa taarifa kwamba tarehe 15 mwezi wa 9 Katibu Mkuu wa Wizara ya Maliasili aliweza kutoa au hiyo user rights kwa maana ya haki ya matumizi ya rasilimali, ambayo sasa leo itatuwezesha sisi kuingia mikataba na mwekezaji yoyote kwa ajili ya matumizi ya zile rasilimali. Kwa hiyo nafikiri Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka hapa sasa ofisi yako imeweza kukamilisha kila kitu na jumuiya iko vizuri. Serikali ngazi ya wilaya inaelekeza vijiji na viongozi wote kuondoa mawazo ya kujitoa kwenye WMA, kwa sababu kufanya hivyo unakuwa unakinzana na sera ya taifa ya uhifadhi, unakuwa umekinzana na sheria za nchi, unakuwa umekinzana na ilani ya chama tawala, Chama cha Mapinduzi, kilichosema tufanye uhifadhi. Lakini mwisho, jumuiya ya Isawima iendelee na mipango yake mingine mizuri ya vyanzo vya mapato. Tumesikia hapa katibu ameeleza wana 1, 2, 3, badala ya kuwa tunategemea tu wafugaji kwamba wakiingia mle tuwapige faini. Wale wenye vijiji ambao walikuwa wameshaanza kujitoa katika jumuiya ya Isawima, kwa ushauri wangu nilikuwa nawaomba waweze kurejea ili waweze kunufaika na jumuiya ya Isawima. Na kwa sasa tunachojivunia, tumeshapata GN ambayo inatufanya sisi tutambulike kimataifa. Lakini vitu vingine ambavyo vya kujivunia ni pamoja na tumepata user right ambayo inatufanya sisi kuwa na kufanya biashara na mtu wa aina yeyote bila kupitia serikali wala chombo kingine. Kwa hiyo hilo ni sehemu ya kujivunia. Cha tatu cha kujivunia, sasa hivi tumepata wafadhili mbalimbali ambao wameshajitokeza kwa ajili ya kuifadhili jumuiya yetu hii ya Isawima. Tunawashukuru pia viongozi ambao tumewaweka uongozi wa Isawima, wameweza kuwa wanatusaidia mambo mbalimbali. Wametusaidia uwezekano wa kukarabati shule iliyofungiwa na upepo tangu mwaka 2023 mwaka juzi. Wametusaidia sana kukarabati shule ile, na hata vile mchango mkubwa wametupatia kwa ajili ya kutengeneza jengo la Punga hospitali pale. Wametusaidia sana kulihaisha jengo lile.